Wanasema hustle si hustle kama hustle haiwezi kuweka kitu kwa kinywa, kama hustle haiwezi kuweka kitu kwa meza. Kama kawaida ukiniona mjanja jua nakuletea hustle ndani ya Boss TV. Kipindi hewani sasa kama unakitizama ni hustle bora. Mjanja Kakaisa, Baharia Kakaisa ndo nahusika pakubwa kwa kushika usukani moja kwa moja nikuletea hustle bora. So ni wakati wako sasa uchukue simu yako, ingia kwenye mitandao ya kijamii, andika kitu chochote. Leo tuko na story nyingi kibao ambazo ningependa ukae kwa kutulia uweze kuzitizama. Lakini kabla sijaenda kwa story ambazo nataka kusimulia, nataka wewe ambao utakuwa unanitizama sasa hivi unaingia kwenye mitandao ya kijamii @Boss TV, Facebook, Twitter na Instagram. Lakini pia ukipenda kupiga story na mimi unaingia kama kwenye mitandao Facebook, Twitter, Instagram @Kakaisa. Hizo ndo mahali ambapo tunaweza tukapatana tukaongea mengi. Leo niko katika maeneo ya Magongo. Magongo ni sehemu ambayo mimi husema ukija katika upande wa upambanaji watu wanapambana sana. Jamaa wamejitolea ku make sure kwamba mwisho wa siku hustle inakuwa bora. Hivyo ndivyo ninavyotaka, lakini wewe ambao utakopo nyumbani unanitizama pia ni wakati wako wa kukaa kwa kutulia, maana leo niko na story kibao. Leo niko na story ambayo itakuwa ninakufundisha moja kwa moja. Nimekwambia niko katika maeneo ya Magongo. Magongo nimekwambia ni katika zile sehemu ambazo washikaji wanapambana sana. Magongo ni sehemu ambayo watu wengi wanapambana sana, lakini kitu tuleta huku Magongo mazuri ambayo yameleta Magongo ni kuhusiana na Idris. Idris ni jamaa ambaye ameanza way back hustle yake ya kinyozi. Amepitia mengi, amekutana na mengi, lakini mwisho wa siku ameamua kwamba kinyozi ndo hustle ambayo anaweza kuifanya. Vitu gani anapitia, changamoto gani anapitia, alianzia wapi? Hizo ni story ambazo utakuwa unaenda kuzipata moja kwa moja. So we kama unapambana kwa kitu changamoto zikiweko, na kuambia kaa tulia vizuri, piga hustle kama kawaida, lakini hustle kwa bora ni wewe hapo utakuwa kama unanitizama basi jua kwamba hustle ni bora. So ingia kwenye mitandao ya kijamii sasa hii unaingia unaandika kitu chochote, achia wino, sema kitu chochote. Ukitaka kumpatia pongezi pia itakuwa fresh, lakini ukitaka kuendelea kupata kusoma mengi zaidi na kuambia unasikila sababu ya kukaa kwa kutulia, maana hustle inakuwa bora zaidi kwa wewe ambao unanitizama. Mimi nimekupatia handles zangu za Instagram, Twitter na Facebook na kila kitu, na wale wenye simu ndogo pia wanazo njia wanaweza wakanipata. So kama uko hapo nyumbani, chukua simu yako, ingia kwenye mitandao ya kijamii, sema chochote, ongea chochote ambacho unahisi kwamba ni sawa, lakini tuende moja kwa moja tukakutane na Idris, tuende kupata ile historia yake, maanake hiyo ndio kitu ambayo imenileta Magongo. Lakini hiyo si mwisho, story ni nyingi za Magongo. So kama uko hapo tulia, tutakuwa tunakuja na story nyingi zaidi. So acha niende moja kwa moja mpaka kwa Idris ambako ndo mahali kwake anapofanya hustle yako, ndo mahali kwake ambao mwisho wa siku anaweka kitu kwa kinywa. Sana kwa ambao umekaa kwa kutulia kwa kutazama hustle bora kama kawaida. Nimekwambia kwamba nikiingia nitakuwa niko na Idris, lakini si Idris tu. Idris ni jamaa ambaye anafanya kinyozi. Deka paka ndo kinyozi ambapo anafanya, anapatikana katika maeneo ya Magongo. Story ni nyingi, mambo ni mengi, lakini nataka kwa wewe ambao unanitazama ukae kwa kutulia. Lakini nitajuaje umetulia? Hii ni baada ya wewe kuchukua simu yako na kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Ukipiga story na mimi au ukiongea na mimi @Boss TV Kakaisa, hiyo pia utakuwa unahusika kuongea na mimi. So kama uko hapo, chukua wakati wako pia uchukue simu, uanze kuniuliza kitu chochote, niambie kitu chochote. Ukitaka pia ni swali lolote ambalo umetamani kumuuliza Idris, itakuwa vizuri. So nataka nikupatie hii nafasi, uchukue simu yako, andika chochote, achia wino. Kia pia unataka kumpatia pongezi Idris, itakuwa ni muda wako mwafaka. Lakini nataka nikukumbushe kwamba kitu kimoja, kwamba kila kitu kile ambacho unakifanya make sure kwamba unakifanya kwa roho safi, make sure kwamba unakifanya kwa upendo wote. Maana story ya Idris najua kama utakuwa makini ni story ambayo itaenda kukubadilisha kwa namna moja ama nyingine. Mimi naitwa Kakaisa, ama ukipenda niite Baharia Mpambanaji. Hustle bora ndio kipindi ambacho nakitazama sasa hivi. Lakini umeongea mambo mengi, maana Idris niko naye. Najua pia ana yake ya kusema, lakini kabla hujasikia yake, nataka wewe pia ukae kwa kutulia, ukichukua simu yako, ukimake sure kwamba chochote ambacho unaenda kukisikia, ukiona kina ubora wake, ni wakati wako pia kwa kuweka kwenye akilini, ili nikitoka hapa nisitoke tu kama Kakaisa. Nikitoka hapa natoka kama Baharia Mpambanaji. Nikitoka hapa najua kuna kitu nimekufundisha kwa njia moja ama nyingine. Nimekuambia kwenye njia ya mitandao iko rahisi, unaweza nitafuta kama Kakaisa, lakini ukihitaji pia itakuwa vizuri zaidi
Ukiingia ukienda katika mitandao ya Boss TV @BossTV, Instagram, Twitter na Facebook. Idris niko naye. So ni wakati wangu pia sasa nikupeleke kwa Idris twende kusikia mambo mengi kuhusiana na kazi yake. Lakini Idris inakuwaje bro? Poa sana. Inakuwaje? Na kama mnyonge hivi nini mbaya? Hapana, unajua hii mambo si ya kawaida, sijai kujua na kama hii. Hata si wengine pia hawajai. Acha tutoe baridi kwa njia moja, nikisema hustle unasema bora, hustle bora. Hata ukiangalia kamera nikisema hustle bora. So inakuwa rahisi kama hivyo, nikisema hustle inakuwa bora. Wewe ambao uko hapo nyumbani pia nikisema hustle unaitikia tu bora, itakuwa vizuri zaidi. So Idris, kazi yako ni kubwa ni gani hapa mwanzo? Kazi yangu hapa ndani kubwa ni kunyoa. Kazi yangu mimi kunileta hapa ni kunyoa. Kuna oshaji, kuna kumassage. But pia kunyoa pia kuscrub, najua kuscrub, kufanya facial nafanya. Na seti nimesomea hizo kuosh, kuna ni kuscrub, kuweka hiyo facial sijasomea. Kabla tufikie huko, hebu tuambie ulianza lini rasmi? Mimi kunyoa nilianza 2016. So 2016 ndo nilianza kunyoa. Na nilianzia Magongo tu hapa kwa jamaa mmoja anaitwa Chris. Hiyo ndo alikuwa boss wangu, nilikuwa nanyoa naye. Yaani si kwanza kwa Chris. Kuna jamaa anaitwa Abdalla ndo alinifundisha kunyoa. Nilianza na yeye, kwanza nilikuwa nafanya kazi EPZ. Nimefanya kazi EPZ hiyo 2015. EPZ ulikuwa unafanya kama nani? Nilikuwa nafanya kama pressman, kupiga pasi. Nikafanya mwaka mmoja, wakafunga kampuni. Nifunga kampuni, tulikuja tarehe Januari mwezi wa 4 kurudi kazini, kampuni imefungwa. Unajua watu walikuwa wanagoma, wanataka union. Akafunga kampuni. Sasa kufika pale tukaambiwa kampuni imefunga, karatasi zimeshaiva kwenye lango. Watu kaenda mbio kusema kwenda huko mahakamani, lakini kesi unajua ikaenda kaisha tu. Sasa nikaja mtaani, wakati nilikuwa nafanya hiyo kupizeni, nilikuwa na best yangu anaitwa Abdalla. Anamchulia kama bro wangu, amenikuza tu kwanza nikisoma yani. Kuwa na yeye kama kitu kazini napitana pale kwa kinyozi. Sasa mimi naangalia vile ananiambia osha tu vitambaa na mosha vitambaa na mfagilia hapo chini. Mimi naenda zangu nyumbani. Sasa sasa kampuni ilifunga, nikaja nyumbani kaka nyumbani. Nzuri nilikuwa nimesave pesa. Afa kuna kitu kibaya kama ni Desemba umekuwa pesa umeenda nyumbani, umeshaenda nyumbani umerudi kampuni imefungwa, unajua umetumia pesa zote. Sasa kama ulikuwa una save una bahati. Si ndio? Sasa nikaja nikakaa nyumbani kwa muda. Sasa bro alikuwa hajui niko wapi. Alishinda kunitafuta. Sasa nilikuja kazini. Akinipigia simu naambia mimi nitakuja. Hii niko kwa nyumba tu. Nafikiria vile nitafanya, unacheki. Kakaa sana nyumbani. Sasa ngara nikamfuata bro nataka unifundishe kunyoa. Bro akaona siko serious. Hiyo ilikuwa mwaka gani sasa ndio nataka kunyoa? Hiyo 2016 sasa mwaka kampuni imefungwa tena. 2016 ndio nimerudi kazi ikapata nimefungwa. Umeelewa? Sasa kurudi pale jamaa ngambia anifundishe kunyoa, akaona mimi siko serious, sasa hizi nifundisha kunyoa. Mimi nikawa nazidi kumsumbua tu sasa. Nikawa nakuja pale, naenda pale, naosha bado vitambaa tu. Siku moja nikabaki nyumbani, akanipigia simu akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani, akaniambia njoo, nikaenda paka nyumbani kwake. Tukatoka na yeye, akaniambia twende. Tukafika kule. Jamaa akaamua kunifundisha kunyoa. Sasa unajua lazima pale uwe setting sabuni, utaanza kusonga mdole ama utafanya nini? Lazima utaanza na kichwa mtu, unafanya ndio na kichwa ya mtu, unaona? Na unaanza watoto kunyoa watoto, si ndio? Watoto mtu wako kwanza alikuwa mtoto. Mtoto kumwanza lazima uanze na mtoto kunyoa kipara. Ndio ujue kunyoa, umeelewa? Hiyo ni sheria yenu umejiwekea kama mtu. Hiyo ni sheria ya kinyozi. Kinyozi yote lazima uweze anza na mtu mkubwa. Hakuna vile nitaanza kichwa chako nitakuharibu, nitakwenda sana. Lazima naanza na tena mtoto mwenye ananyolewa kipara, kama ananyolewa style size mwenye anajua kunyoa atamnyoa. Sasa kwa pale ananifundisha kunyoa, akanifundisha. Kwa sababu nilikuwa nina shida. Unajua uko na shida lazima utajua tu. Nilijua kunyoa na wiki moja na nusu nishajua kunyoa. Wiki moja na nusu unajua kunyoa. Sasa mtoto akikuja pale na mnyoa, nikamwambia nikumnyoa kipara, mimi namnyoa kipara, lakini najua ni kipara. Lakini ndio nataka kujua mpaka style zingine. Naanza kumnyoa style ndio nimaliza na kipara ndio nijue kunyoa style. Kwa hivyo ulikuwa unafanya kazi mbili. Kazi mbili lakini hajui. Sasa akaja kujua kunyoa, sasa kupiga cut sasa ikawa ni tabu. Ikawa nikipiga cut jamaa ananitolea macho, ananitolea ukali, ananiambia nimekuambia ukipiga cut angalia kio ndio upige cut nyoko, usiangalie kichwa ya mtu.
Siku moja nikaribu mtu akanigombeza sana, lakini kwa sababu nilikuwa najua tafuta nisikukasirika, niliendelea kufanya kazi. Nikaendelea kufanya kazi mpaka nikajua kunyoa. Ulikuwa unajisikiaje mtu ukija ukimnyoa alafu anakugombeza labda kwa sababu nimekosea hivi? Bro, hakuna vile nitamkasirikia. Lazima mimi mwenyewe nitaifeel, maana yake najua mimi sijafanya kazi nzuri. Na nilikuwa na make sure naangalia mali nimeharibu, na next time akija nisimharibu. Mmoja nikaanza na mmoja mkubwa sasa. Mkubwa akakuja akaniambia ninyoe, nikamnyoa vibaya. Alikuwa anataka style, nikamnyoa vibaya. Ile jamaa kwa mwashi kwangu. Akaelewa na akanipa, akaniambia kijana, sababu unajua natafuta na ninajua utajua, wewe fanya bidii utajua. Akanipa morale. Sasa pale sana sana Wasomali ndio walikuwa wananyolewa. Na unajua nywele ya Msomali iko very complicated. Ile nywele inasumbua sana. Kunyoa ni tabu sana. Sasa kwanza yule Msomali kumharibu, mtakosana sana, hata atavunja vioo. Msomali akweki. Pakaja Msomali akija akitaka nimnyoe, naambia mimi naogopa. Siwezi mnyoe, naambia mwenyewe yupo. Na wewe ndio uko hapo. Mimi ndio niko hapo. Sasa kuna yule mwenyewe mwalimu sasa alikuwa anakuja kuchelewa. Nilikuwa natoka kufungua, mimi anakuja kama saa 6. Mmocheki. Sasa akija naambia mwenyewe yuko. Sasa nikaangalia Msomali tulikuwa tunamnyoa na 100. Alafu hawa wengine kama sisi tunanyoa na 7 bob. Sasa nikiana ni pesa nyingi inaenda sana, kama hiyo 30 ni mingi bwana, ukiongeza ni pesa mingi inaenda. Sasa bro akaja akanamueleza, akanambia kwa sababu mimi nakuleta hapa asubuhi ndio ili uoga uishi. Msomali akija nyoa kika na wewe utajua kunyoa vizuri. Nataka nikuachie ndio huyo bwana. Sasa niko narauka tu nikija pale. Siku moja mzee mmoja Msomali akakuja. Akaniambia nimnyoe kipara na wembe, lakini nisimkata kiona damu yake. Mambo mengine. Nikaogopa. Nikamwambia mzee, mimi sijui kunyoa. Kuna beshte Abdalla ambaye ni beshte yangu anaitwa Abdi. Hata ishi mbele shtu hapa. Huyo jamaa hajaishi kama mashine. Wewe pia ni Msomali ama ni? Ni Mborana. Lakini sasa yeye hajaishi kama mashine, ana nywele na mwalimu wangu kwa mimi. Yeye akanambia mimi naweza mnyoa. Nikashindwa, Abdi hajaishi kama mashine, anawezaje kumnyoa huyo jamaa? Abdi akachukua kijembe, akampoka sabuni mzee, akamnyoa na hakumkata hata kidogo. Nikashindwa kama Abdi anaweza nyoa huyu na hajaishi kama mashine, mbona mimi nishindwe kumnyoa? Hiyo ni kufundisha nini hivi? Kwa sababu hakuwa anajua, lakini kwa sababu nikasema mtu ni confidence. Kujiamini ndio anaweza fanya kazi. Kujiamini, uoga utoboga. Confidence ndio muhimu. Ya amekwambia kwamba kujiamini kila kitu unaweza, kwa sababu amesema rafiki yake hakuwa anajua, lakini kutokea kwa kujiamini aliamua na akafanya na ikawa very successful. So hiyo najua kama utakuwa umekuwa makini, ni kitu kimoja ambacho kimekujenga na ni kitu kimoja ambacho kimekuwa kimekufundisha, kwa sababu kama mtu alikuwa anajua lakini alikuwa anaamini, na ile kujiamini kusema kwamba mimi najua kufanya kitu, mwisho wa siku alifanya na akaweza kutoboa. So kama we pia uko hapo, labda una uoga fulani, nataka leo mwanzo ni utoe uoga na ujenge na ujasiri wako. Unaweza ukaamua kufanya kitu na kitu akifanya. Ukifeli tena bado jua kuwa na nafasi ya kufanya vizuri, ni ufanye alafu ufeli. Unajua ukifanya ukifeli bado una nguvu ya kufanya zaidi na zaidi. So wewe kama upo hapo bado unaingiwa na uoga, labda unafikiria nikitoka nikipiga hustle, mimi siwezi hustle, ama si hustle itanipeleka hivi na hivi, sijui itakuwaje nini, kwa sababu una uoga. Kuanzia leo unataka wewe shetani, ama nataka kuanzia leo unataka ule uoga utoe, tuendelee kupiga hustle, hustle inakuwa bora. Yes, tuendelee hapo. Baada ya Abdi kumnyoa, Abdi akaondoka, akamwambia lakini bro, umemnyoa mzee, kwa nini hujaishi kama mshina? Akaniambia mimi wanaangalia Abdalla akinyoa tu, lakini kujiamini nikanyoa. Nikamwambia sawa, mimi nikajifunza kujiamini ni kitu nzuri sana. Confidence kitu muhimu. Katika confidence. Akaondoka akaenda, pakaja Msomali mwingine. Akaniambia ni mnyoe. Unajua anakujua kunyoa Msomali, umewajua wote wananyoa style moja. Mmoja akibadilisha na bakisha tu hapo. Wewe Somali si watu kwa, lakini nywele yao si kama nywele yetu. Nywele yao very ni si vinyozi wote wanajua kunyoa nywele ya Msomali. Acha niwaambie leo kama mjajua. Ukishajua kunyoa nywele ya Msomali, hakuna nywele itakusumbua. Sababu nishanyoa nywele ya Msomali, ya Mwarabu, Mweritria, nishanyoa zote hizo. Kwa hivyo hazinisumbui sasa hivi. Na hongera bwana. Sasa akakuja yule Msomali, akanambia ni mnyoe huko. Akasema siwezi mwambia sijui, nikamwambia akakaa. Ikawa na mnyoa Msomali yule, kama alinipita mwangu na ilipatana, akanipenda toka, ananiambia Abdalla anafanya hivi, anafanya hivi, chukua fanya hivi. Akana kuelezea. Akasana anaeleza, ananifunza. Asile kwanza kunifunza
Ndio nikaendelea kunywa. Imagine nikajua hapo nikajua kunywa Msomali vizuri sasa huko. Wewe ulikuwa unahisi ni kama alikuwa anajua hujui ama ulionyesha ishara kwa uoga fulani wa kufanya hiyo kitu ndio akawa anakuonyesha? Aliniona niko na uoga natetemeka namnyoa lakini nabalisha na uoga hapa nikimnyoa akaona na uoga fulani lakini anajua nafisa naweza nikafanya sababu nimeshika mashine lakini na uoga akasaka kana kunitoa ile uoga akaniambia unafanya hivi unafanya hivi Abdalla anafanya hivi anafanya hivi. Uweza amini nilimnyoa Msomali vizuri sana akaridhika akaniambia bro umeninyoa vizuri. Na akanipa ile morali bado unaelewa. Mwingine akakuja akanyolewa na mwalimu wangu anaitwa Abdullah. Akaja akanyolewa na Abdalla nikamwambia siku moja Abdalla nitakuja kukunyoa. Akaniambia Idris siwezi nyoa nywele yangu hata siku moja na hakuna siku utaini nyoa nywele yangu. Akasema hivyo sasa. Nikamwambia nitakuja kuprove wrong siku moja nitakuja kukunyoa. Akaniambia sawa. Nikamwambia sawa nitakuja kukuja. Abdalla tukanyoa naye pale sakati nimeshajua kunyoa. Nishajua nikaona niko sawa. Nikamwambia bro, mimi nataka nitafute mali kuko busy. Nataka mali kuko busy kuna ingia customer wengi ndio nijue kunyoa vizuri. Na nataka mali kuna Wasomali zaidi ndio nijue kunyoa vizuri. Sababu nishaanza kwa confidence nishaanza kuingia. Sasa akanambia kuna beshte yake anaitwa Chris ananyoa na anataka mtu. Nikamwambia sasa siwezi jipeleka mwenyewe kwa Chris. Kwanza mimi nilikuwa ngeenda kazini kwa Abdalla kufungua, nilikuwa napita kazini kwa Chris. Sasa Chris alikuwa anajua mimi najua kunyoa, alikuwa ananitaka sana ninyoe pale, lakini Abdalla hakumwambia anajisijui, hakumwambia kama ananifunza. Baadaye Chris akawa anatafuta mtu. Sasa nikamwambia Abdalla mimi siwezi enda pale mwenyewe. Nataka aje nitafute mimi ndo nikienda pale tusisumbuane kulipana. Sababu nikijipeleka mwenyewe kuna venye atanipa venye style tutasumbuana. Chris sasa yeye akawa anatafuta Chris alinitafuta. Baadaye Chris alinitafuta mimi mwenyewe, mimi sikumtafuta Chris. Chris akanifuata kama miezi 2 hivi namringia sababu nataka ajue mimi najua ndo. Nikienda yeye na mtu fulani nikienda pale atanipa pesa ninataka. Sikuficha pale kwa Abdalla juu alikuwa ananifundisha kazi. Hata sasa hivi ukiangalia hata watu wa garage hao, unaweza kufundishwa kazi sasa hivi, kufundishwa kazi sasa hivi. Utakuwa mtu anaweza tengeneza shilingi 30 sasa hivi, atakupa 200 au 500. Mara kwa pale mali ukifanya mara ya kwanza. Ulikuwa unalipa pesa ngapi? Pale nilikuwa hata nikitoka nazitoka na shilingi 50 ama 100. Na labda umeweka pesa ngapi? Na labda pengine kwa siku hapo umeweka pesa ngapi? Kutengeneza pesa pale? Huyu jamaa nilikuwa namtengeneza hata kama ni anaweza tengeneza hata 1000. Unajua kama tunafanya commission anaweza chukua 500 nichukue na mimi namtengeneza kama 1000 zingine anazuia. Na yeye bado ameshakuja akanyoa akatengeneza. Na kinyozi ilikuwa kosi yake pia alikuwa ameajiriwa unaona. Sasa pia alikuwa anakula nyingi mimi natoka naweza toka na 50 ama 100. Lakini sikujali sababu najua nitafuta nini katika maisha yangu unaona. Nikaendelea kutafuta. Chris akanitafuta akaja mwisho siku moja akaja kunizia ngambia nitakuja. Nilienda kwa Chris saa 1 jioni. Alikuwa anafunga kazi yake saa 4 usiku. Kufika tu pale nikakaa kidogo nikapata customer. Akaja anasema nimnyoe kipara nikamnyoa. Hiyo siku nimeingia tu hapo. Sio kazi yako ya kwanza pia kwa Chris ilikuwa ni kunyoa kipara. Nilianza mtu mkubwa na kipara. Nani kile ukijifundisha ni mtoto na unajifundisha na kipara. Kipara. Nikakuja pale nikapata jamaa wa kipara nikamnyoa. Nikamaliza. Akalipa. Alipolipa akamaliza. Nilipale nimeingia saa 1 mpaka saa 4 nilitengeneza shilingi 400. Au masaa 3 nilitengeneza 400. Ndio ujue pale mali kwa uko busy. Na pale ndani kwa mimi nilipokuja tukakoa vinyozi 5. Sasa pale ni bidii yako upate customer. Unyoe vizuri upate customer na upate pesa. Maana yake bidii yako ndio inakupa pesa. Unanielewa? Venye uko na client unapata pesa. Bosi mwenyewe pia Chris alikuwa kwa ananyoa. Sasa ile pesa yake ni yake sababu yeye ile pesa yake alikuwa yeye kila kitu kiisha pale yeye ananunua. Umeona? Sasa ile pesa yako ni yako kama wewe. Kwa hivyo kunyoa 1000, 500 ni yako, 500 ni yake. Sasa nimpa hiyo siku ninywa 400 akanipa 200. Na mimi akachukua. Uweze amini jamaa aliniamini hiyo siku nafunga tu kazi natoka hivi akanifuata kunja akaniambia nataka kesho kuja kazini na akanipa funguo akaniambia aje nifungue kazi mimi na nilipata watu wengine pale ni wakubwa wangu mimi ndo mdogo. Nikaja nikafungua kazi. Na nikaanza kazi rasmi kwa Chris sasa. Chris alikuwa anakulipa pesa ngapi? Chris nimekuambia Chris alikuwa kwa nikinyoa kama 1000 yangu 500 yake 500 nusu kwa nusu. Kwa hivyo unaganya nusu kwa nusu kwa nusu. Na nikampenda Chris sana maana yake alikuwa ni mtu mzuri. Na aliniamini nikakuja pale nikanyoa hivyo akawa tunalipana hivyo. Pale nikapata client wengi sana.
Unajua katika kunywa pale huwezi kosa bifu, lazima kuna watu watakuwa na bifu na wewe, kuna wengine walikuwa wapendi nini. Mnaekana grudge. Kanywa hivyo mkanywa kwa Chris. Hata huyu nani Jose mimi nimemnyoa kwa Chris 2013 kwa sina. Kwa nadhani form 1 kwa form nimemnyoa Jose. Akienda shule ulikuwa unamnyoa, mimi sasa nishamaliza form 4. Nikamnyoa. Jose nikamnyoa, alikuwa analetwa namnyoa, aenda shule. Nataka nikwambie, labda leo amesema Jose, lakini kwa ajili wewe unanitazama sasa, nataka nikwambia Jose ni baadhi ya watu ambao tunakaa nao, hata amehusika pakubwa kumekishwa kwamba kile kitu ambacho tunakitizama ni kitu bora zaidi. So ni mshikaji ambaye pia amekuwa akija hapa sana. So tukinapomzungumzia Idris pia ni mtu ambaye anamuelewa, kwa sababu alianza kumnyoa akiwa shule, mpaka sasa amemaliza, mpaka sasa amenishikia kamera. Lakini jamaa ndo alimhusika kwamba ana make sure kwamba kwa kupanda kichwa, kupendeza kwa kichwa, alikuwa anahusika pakubwa. So tuendelee. Kaendelea kunywa pale, Chris akawa ananipa vizuri. Chris akaja akiondoka akaenda nyumbani kama ninasafiri, anikabidhi mimi kazi, nasimamia kazi. Hesabu nafunga mimi, kitabu nichukue nipige hesabu, nichukue hesabu yao, kila mtu niwape pesa yake, kila mtu akitumie pesa yake, nibaki na yangu. Nikawa nafanya hivyo. Nikakaa kwa Chris kwa muda sana. Nikaja kidogo pale maneno yakatokea nini na nini kidogo, maneno unajua maneno yakosekana. Chris ulikaa kama muda gani? Kwa Chris nilikaa mpaka nikaa kama miaka miwili hivi. Nikaa miaka miwili nikatoka kwa Chris. Baada kwa Chris pa kuja msichana. Msichana anataka kujua pia kunyoa. Unaona? Msichana akaja pale, ngoja kidogo. Kabla tufike hiyo story nyingine, kwa upande mwingine acha kidogo tupate kopo la maji, kutulie kidogo na stories ziwe zaidi. Amefikia sai alikuwa kwa Chris, lakini alipokuwa kwa Chris kulikuja msichana pia anataka kuingia katika hiyo kazi. Hiyo kama umetangatia zaidi ni kwamba hii kazi pia si kazi ya kusema kwamba tunaweza ikachagua mwanamke ama mwanaume. Ni kazi ambayo kama kuna mtu ambaye anajitolea pia akaamua kufanya ni mwanamke na alikuja kwa sababu kufundishwa, jua ni kazi ambayo pia wewe mwanamke ambao unakuwa unanitazama, wewe dada, wewe kaka ambao unanitazama, ni kazi pia wewe unaweza ukaifanya. Lakini sitaki niongee sana, nataka kidogo niondoke kidogo nipate kopo la maji, pia Idris aweze kupumzika kidogo apige kopo la maji, lakini tukirejea story itakuwa ni nyingi zaidi. Lakini nataka nikushirikishie ambao unaendelea kunitazama kwamba hata ninapoondoka kidogo kupata kopo la maji bado na nafasi ya kuongea na mimi kwenye mitandao ya kijamii @boss TV, Facebook, Twitter na Instagram. Lakini pia ukihitaji kuongea na mimi moja kwa moja unaweza nitafuta kama Kaka Issa mahali popote, Instagram, Twitter na Facebook. Unaweza kuongea kitu chochote. Ukihitaji pia kumpatia pongezi, maana yake kutokea safari yake ilipoanzia mpaka pale imefikia ni safari ambayo pia kama umesikiza vizuri ni safari kidogo ambayo kama utakuwa mvumilivu na hutakuwa unakosa kujiamini, ni safari ambayo unaweza kuona kwamba unaweza acha kujitoa. Lakini Idris aliendelea kukaa, lakini bado